Ripoti kamili kutokea hapa katika viwanja vya Chinangali jijini Dodoma. Hapa ndipo ambapo tunamuaga rafiki yetu, ndugu yetu kipenzi, marehemu MC Pilipili, mmoja kati ya kiongozi ambaye tayari ameshafika hapa na tumezungumza naye. Ni spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU na mbunge wa Uyole, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Ameweza kuzungumza yafuatayo. Baada ya huyu kutangulia, na naamini kila mmoja wetu analo la kujifunza kwa namna watu walivyopokea msiba huu. Msiba huu umepokelewa kwa hisia kali, kwa maana ya kwamba kila mtu ameshtuka, lakini pia amejisikia vibaya kwamba hii imekuaje tena. Kwa kama kuna la kujifunza ni kuishi vizuri na watu, kwa sababu hufahamu kesho yako, ama hufahamu kama hivi yeye amelala hatuoni sisi, lakini sisi ndio tunaojua kwamba ngoja niende nikamsindikize, ngoja niende nikamsitiri. Kwa hivyo wote tujifunze kuishi vizuri na watu, kwa sababu hujui nani atakusitiri siku utakayokuwa umetangulia. Asante sana. Msamaha mheshimiwa, una nafasi gani kwenye maisha yako? Naam? Msamaha una nafasi gani kwenye maisha yako? Msamaha kwa kweli ni jambo la muhimu. Kwanza wewe mwenyewe kujifunza kusamehe watu, lakini pia ukijifunza wewe kusamehe watu, ni rahisi kwako pia wewe kuomba msamaha ukiwakosea watu, kwa sababu hujui dakika inayofuata nini kitatokea. Faraja ya watoto kama mheshimiwa, faraja kwa watoto wa marehemu. Watoto wa marehemu kwa kweli mimi niwape pole sana. Kama nilivyosema, yeye kama mzazi wao ambaye ametangulia, bado na yeye alikuwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo hawajafika umri wa kuweza labda kuanza kupima kwamba huwa inafananaje kutokuwa na mzazi. Kwa hivyo mimi faraja yao ni kwamba tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu, kwamba kwa sababu Mungu ndiye baba wa yatima. Kwa hivyo tunaamini kwamba Mungu atawatunza. Na nitumie fursa hii kumshukuru sana ndugu yetu Anthony Mavunde ambaye ni mbunge wa jimbo hili la Mtumba, lakini pia ni waziri wa madini, kwa kile alichojitolea kwa ajili ya kuwasomesha hawa watoto. Na unajua zoezi la kusoma watoto sio zoezi la ada tu, ni zoezi la malezi. Kwa hiyo mimi namshukuru sana kwa kweli kwa hili jambo alilolifanya, ni jambo kubwa. Naamini watoto watajisikia vibaya kwa sababu mzazi ni mzazi, lakini wakati huo wanapata faraja kwamba hawatapata ile tabu ambayo pengine mtoto mwingine anaipata akiwa amepoteza mzazi. Iko nje kidogo, lakini unaweza kumsupport naye Mheshimiwa Mavunde walichokifanya kwa chochote kwenye familia au kwa watoto? Unajua kama nilivyosema hapa kwamba tunajifunza kutoka kwa kila mmoja. Kwa hiyo katika msiba huu tumejifunza kuhusu hili, na mimi binafsi huwa ni mtu ambaye huwa anafanya hivyo. Kwa hiyo nikiona kwamba kuna sababu ya kufanya hivyo, wala hakuna wasiwasi kabisa, nitashirikiana na Mheshimiwa Mavunde. Lakini kwa sasa hakuna hofu hiyo kwamba kutakuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo na mimi wapo ambao nawasaidia katika mazingira kama hayo, na yeye amefanya jambo hili, na mimi na Mavunde tunafanya kazi kwa karibu sana. Kwa hiyo kukiwa na jambo ataniambia tu, wala haina shida. Thank you so much.